Rais wa Finland Mheshimiwa Alexander Stubb azindua program ya UNDP inayolenga kusaidia ubunifu katika sekta ya misitu na rasilimali asili nchini Tanzania. Shirikisho moja lisilo la kiserikali la GHF linaloungwa mkono na Marekani nasema litaanza operation ya kusambaza misaada ya kiutu Gaza. Na katika michezo, serikali yawatoa hofu wa Tanzania juu ya mchezo wa pili wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kuchezwa uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 25 mwezi Mei mwaka huu, huku kukiwa na taarifa za mchezo kuhamishiwa uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Habari ya wakati huu, mtazamaji wa Channel 10, karibu katika taarifa yetu ya habari. Kwa siku ya leo utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa, lakini kwa habari za michezo na burudani utakuwa naye Juma Mohamed, na kwa habari za biashara na uchumi tutajiunga naye Salma Shabani. Lakini hapa niko sambamba na mkalimani wa lugha ya alama Ramla Jab ambaye tutaendelea kuwa naye kuanzia mwanzo mpaka tutakapohitimisha taarifa yetu ya habari. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Katika kuendeleza juhudi za ujenzi wa taifa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa watumishi wa umma wanaounda TAPSEA kuongeza bidii kazini na kuchangia ukuaji wa uchumi wa nchi. Jamila Omar ameandaa taarifa ifuatayo. Fanyeni kazi, tukuze uchumi. Unapokuwa mnajua mama huwa hana shida. Nasema kama uchumi umekuwa, basi hebu warudishieni waliokuza uchumi. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, niwatakie mkutano mwema. Rai hiyo imetolewa kupitia simu wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa 12 wa kitaaluma wa TAPSEA uliofanyika wilayani ya Rumeru mkoani Arusha na kuwashirikisha zaidi ya watumishi wa umma 1500 kutoka mikoa mbalimbali. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango akizungumza kwa niaba ya Rais ameagiza kuwekwa kwa sanduku la siri kwa ajili ya kupokea malalamiko ya waandishi waendesha ofisi wanaokumbwa na manyanyaso au kunyimwa haki kazini. Muweke utaratibu wa siri wa kupokea malalamiko ya waandishi waendesha ofisi kunyanyaswa au kunyimwa stahili zao, na muyachunguze na muyachukulie hatua za kisheria na kiutawala. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa kutambua mchango mkubwa unaotolewa na kada hii katika kuleta ustawi wa utumishi wa umma, jumla ya waandishi waendesha ofisi 1518 waliokasimiwa katika ikama ya bajeti ya mwaka 2023-24 wameshapandishwa vyeo. Upande wake, mwenyekiti wa TAPSEA Zuhura Songambele ameeleza changamoto wanazokabiliana nazo ikiwemo uhaba wa vitendea kazi, ukosefu wa mafunzo ya mara kwa mara na ucheleweshwaji wa stahiki zao. Aidha, tunawashukuru viongozi wote wa wizara hizi kwa kuendelea kutenga muda wao kusikiliza na kufuatilia changamoto za waandishi waendesha ofisi, pia kuhakikisha watumishi hawa wanapata stahiki zao zote kama kada zingine wanavyopata. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Ikiwa ni siku ya pili ya ziara nchini, Rais wa Finland Mheshimiwa Alexander Stubb amezindua programu ya UNDP inayoitwa Funguo, yenye lengo la kusaidia ubunifu katika sekta ya misitu na rasilimali asilia nchini Tanzania, ikiwa ni kuunga mkono utekelezaji wa mradi wa programu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa. Margaret Itala ameandaa taarifa ifuatayo. Akizindua programu hiyo jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais Stubb wa Finland amesema nchi yake ipo katika mkakati wa kuifanya Tanzania kuwa ya mfano barani Afrika kwa kuhuisha bunifu na teknolojia ili kupambana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, rais huyo wa Finland amewataka Watanzania kumuunga mkono mbeba maono wa taifa hili ambaye ndiye kinara wa kupambana na masuala ya mazingira nchini, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuwa jitihada zake ndizo zilizosababisha nchi hiyo kuichagua Tanzania kama nchi ya mfano kwa kuunga mkono jitihada hizo za kiongozi wa taifa hili. When we talk about climate change, I've tried to really simplify it into three things.
One is that you need regulation and targets, right? I mean, you need a vision or an aim. Two, you need money. In other words, you need finance, whether it's public or private. But three, the most important, you need innovation. So my point is that, you can't regulate yourself out of the climate crisis. You can't pay yourself out of the climate crisis. You have to innovate. Serikali ya Finland imeamua kujenga ushirikiano na serikali ya Tanzania katika sekta mbalimbali ikiwemo mazingira, misitu na utalii pamoja na mashirika ya maendeleo hapa nchini, ikiwa ni mwendelezo wa utekelezaji wa majukumu yake katika uhusiano wa kidiplomasia baina yake na Tanzania. Kutoka jijini Dar es Salaam, Margaret Itala, Channel 10. Asante Margaret Itara kwa taarifa hiyo. Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Gabriel Makala amepongeza hatua kubwa ya maendeleo iliyofikiwa na serikali ya awamu ya 6 kwa kuweka mazingira bora ya kibiashara kwa wananchi kutokana na uwepo wa miundombinu ya kisasa ikiwemo reli ya kisasa ya SGR na barabara umewezesha wananchi kufanya shughuli zao kwa ufanisi zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Jimmy Mengele anaarifu zaidi. Akiwahutubia wananchi wa wilaya Kilosa katika mkutano wa hadhara, Makala amesema Chama cha Mapinduzi kitasimamia kikamilifu kutatua changamoto zilizobaki ili kuhakikishia maendeleo yanayowafikia wananchi wote kwa kuzigusa sekta mbalimbali, hasa kilimo, biashara na usafirishaji. Utatuzi wa changamoto zenu utafanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Sisi Chama cha Mapinduzi tuna wajibu na dhamana ya kuwatumikia Watanzania. Hao wengine hawana bajeti, hawana dhamana wala wajibu wa kuwatumikia Watanzania. Kwa niaba ya chama niwaahidi kwamba changamoto zenu tutaendelea kuzishughulikia. La kwanza, unajua Kilosa zamani ilikuwa inajulikana kwa mambo mabaya. Unaenda Kilosa, wakulima na wafugaji, mafuriko. Uongo kweli? Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Kilosa ambaye pia ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Profesa Palamagamba Kabudi amesema kuwa wananchi wa Kilosa wamepata neema kiuchumi kutokana na uwepo wa miundombinu bora, ambapo wamebainisha wananchi kunufaika kutokana na wilaya hiyo kuwa na mzalishaji mkubwa wa vitunguu, tangawizi na mazao ya mboga, na sasa wakulima hao wanaweza kusafirisha mazao yao sokoni kwa haraka na kuingia kwenye ushindani wa kimataifa. Na lengo la kuwa na kituo pale Mkata Station, inshallah mambo yakienda vizuri, tutakuwa na machinjio makubwa ya kuchinja mifugo, na kwa spidi ya ile train, ina maana nyama ikichinjwa Mkata saa 12 asubuhi, saa 1:10 asubuhi itakuwa Dar es Salaam, ndani ya dakika 55 itakuwa Dodoma. Hapa Kilosa tayari Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea mabehewa ya barafu kwa ajili ya kubeba mboga. Lakini kwa sababu wananchi wa wilaya ya Kilosa shughuli zao kubwa za kuinua uchumi wao ni shughuli za kilimo na mifugo, Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko makubwa katika sekta ya kilimo na mifugo ndani ya wilaya ya Kilosa. Fedha nyingi zimekuja katika sekta ya kilimo, lakini fedha nyingi zimekuja katika sekta ya mifugo. Jimmy Mengele, Channel 10, Kilosa. Wananchi wa kijiji cha Kalema wilayani Chemba mkoani Dodoma wameishukuru serikali kwa kukamilisha miradi ya maji katika maeneo ambayo imetatua changamoto zilizokuwa zikiwakabili awali, ikiwamo migogoro ya ndoa na vitendo vya ukatili walivyokuwa wakitendewa pindi wanapotafuta maji. Leonard Mwacha anaarifu kutoka Dodoma. Wakazi hao ambao walikuwa wakiamka usiku kutafuta maji na kurudi mchana wamesema kwa sasa hali imebadilika baada ya serikali kupitia wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa kusogeza huduma ya maji mpaka milangoni mwao. Kwa kweli tunamshukuru Mama Samia, ametutua ndoo kichwani. Zamani tulikuwa tunafuata maji huko visimani, ni mbali na maji yenyewe yalikuwa yanalindwa. Ukija nyumbani unaambiwa urudi huko usiingie hapa ndani. Na wakati ulienda kufuata maji, kwa kweli ilikuwa ni changamoto
changamoto kubwa. Kwa sasa hivi tunamshukuru Mama Samia, ametuletea maji, ametusogezea maji. Sasa hivi yani maji ni mwa, hamna shida. Kwa hiyo sasa ndoa zilikuwa zinaharibika nyingi sana. Tabu ilikuwa ni kubwa. Sasa unafikiri wewe mke wako anaondoka saa 9 usiku, wewe bado umelala, unafikiria nini? Alafu anakuja saa 6 mchana. Ugali haupo. Unaona? Lazima mpigane. Maji haya si mchezo, yametupunguzia kila kitu shehe. Watu wamejenga nyumba za kisasa sasa hivi, wanafyatua matofali. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mama Samia kwa kututua ndoo kichwani wakina mama wa wilaya ya Chemba. Tunapochota maji majumbani, unaenda kwenye shughuli zako za ujasiriamali. Ukija maji hapo nyumbani. Ni kitu cha kumshukuru sana Mama Samia. Akibainisha upatikanaji wa maji wilayani Chemba, meneja wa RUWASA amesema kwa sasa zaidi ya vijiji 80 vinapata huduma ya maji safi na salama, huku akieleza jitihada wanazochukua kwa vijiji vilivyosalia. Vijiji 114 tunavyo kwa wilaya nzima ya Chemba, lakini vijiji 88 vina huduma ya maji. Vijiji 26 havina huduma ya maji kabisa, lakini kuna intervention mbalimbali tunazifanya kuhakikisha navyo vinapata huduma ya maji. Katika vijiji hivyo tuna baadhi ambayo tumeshakwisha kufanya utafiti wa maji chini ya ardhi ili tuweze kuchimba visima virefu ambavyo vitahudumia wananchi wa maeneo hayo. Sambamba na hiyo, kupitia programu ya visima 900 vya mama, tuna vijiji 5 vya jimbo, kwa maana kwenye jimbo la Chemba tumeshachimba visima 4 kati ya 5, na hiki kimoja tunaenda kukichimba, na kazi za ujenzi zinaendelea kwa ajili ya maeneo hayo yote. Miradi hii mipya ambayo tumepata, miradi imeongeza kwa kiasi kama cha 8% kwa ajili ya kuhudumia wananchi wetu. Katika hatua nyingine, imeelezwa kuwa ufanisi wa miradi ya maji ya RUWASA imekuwa na ufanisi mkubwa kutokana na wananchi kushirikishwa tangu hatua za awali, ikiwemo uundwaji wa chombo cha usimamizi. Tunawashirikisha kwenye usimamizi na kuendesha mradi unapokamilika. Chombo kinahakikisha kinatoa huduma ya maji kwa jinsi wananchi wanavyotaka na ratiba inavyotengenezwa au inavyoandaliwa. Ufanisi umeongezeka baada ya wananchi kushirikishwa kwenye zana ya utekelezaji wa miradi ya maji, ikiwemo kwenye usimamizi na uendeshaji wa huduma ya maji kupitia kwa wananchi na vile vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita limeiomba serikali ya wilaya hiyo kukutana na uongozi wa mgodi wa Barrick ili kujadili namna ya kutatua changamoto ya mitetemo inayodaiwa kuathiri wananchi wa kata ya Mwingilo kutokana na shughuli za ulipuzi wa miamba zinazofanywa na mgodi huo. Mrisho Sadiki anaarifu zaidi. Hoja hiyo imeibuka kwenye kikao cha robo ya 4 cha baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Nyang'hwale cha kuwasilisha taarifa ya utekelezaji kwenye kata zote 15, ambapo baadhi ya madiwani wameiomba serikali kulichukulia swala hilo kwa uzito kwa kuwa limekuwa likiwasilishwa mara kwa mara bila mafanikio. Niombe serikali iweze kufanya mawasiliano na maafisa usalama wa mgodi ili kuhakikisha usalama wa wananchi wa Mwingilo ili wasiweze kuathiriwa na mitetemo hiyo ambayo inatokea katika mgodi wa Mwingilo. Mitetemo inayoendelea kwenye kata ya Mwingilo kwa ujumla. Je, serikali ina mpango gani kwa ajili ya kutatua changamoto ya wananchi wa kata ya Mwingilo? Katibu tawala wa wilaya Nyang'hwale amesema changamoto hiyo imeendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo mgodi huo kulipa fidia kwa baadhi ya maeneo, na kwamba iwapo hali hiyo bado inaendelea atawasiliana na mgodi huo pamoja na Wizara ya Madini kuona namna ya utatuzi wake. Lakini kama haya yanaendelea, basi tuseme tunalichukua, tutawasiliana na wenzetu wa mgodi na wizara ili tuone namna sahihi ya kulipa jambo hili. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo John Isaac, mbali na mambo mengine, ameipongeza halmashauri hiyo kwa kuendelea kukusanya mapato vizuri na kuifanya halmashauri hiyo kuendelea kupata hati safi. Kwa sababu kupata mapato bila shida inapelekea miradi mingine kukamilika. Lakini leo tunaona vikundi vimetangazwa hapa. Vikundi vyote vimepata fedha. Mpaka vikundi vingine vinajisahau kurejesha marejesho. Sio wanasema. Kwa hiyo halmashauri yetu ya Nyang'hwale inasema mapato na inatekeleza majukumu yake kulingana na asilimia hizi mapato ambayo yanavyo. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho.
Balozi wa China nchini Tanzania Chen Mingyan amesema serikali ya Jamhuri ya Watu wa China ndio wawakilishi pekee halali wa China kwenye Umoja wa Mataifa na kwamba Jamhuri ya Watu wa China ni miongoni mwa nchi 5 wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hii hapa ni taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Balozi Mingyan amesema Tanzania na China ni marafiki wa muda mrefu kutokana na waasisi wake kuziunganisha nchi hizo, ambapo ametumia wasaa huo pia kufafanua azimio nambari 2758 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Our founding fathers, such as China Mazuru, the late President Julius Nyerere, forged and fostered the friendship from the beginning and set up a very good road for the traditions and friendship between our two peoples. And of course, one China principle is to call for our mutual political trust, which was adhered seriously and always by both sides. Katika hatua nyingine, Balozi Mingyan amesema Tanzania kupitishwa kwa azimio nambari 2758 la UNGA, nyaraka rasmi za Umoja wa Mataifa zimeitaja Taiwan kama Taiwan mkoa wa Uchina. Ofisi ya masuala ya kisheria ya Umoja wa Mataifa imetoa maoni kadhaa ya wazi ya kisheria ikisisitiza kwamba Umoja wa Mataifa unaichukulia Taiwan kama jimbo la China lisilo na hadhi tofauti. US side clearly stated that the US government recognizes the PRC government as the sole legal government of China and acknowledges the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China. Since then, every US administration has made clear commitments on Taiwan question, acknowledging that adhering to UNGA Resolution 2758 is an obligation to UN. Saidi Makala, Channel 10. Pikipiki za magurudumu matatu maarufu kama toyo ndogo zinazofanya shughuli mbalimbali jijini Dar es Salaam zinafanya shughuli hizo bila kusajiliwa wala kuwa na vibali vyovyote vya kubeba mizigo na abiria, jambo linalohatarisha usalama wa watumia barabara na kuikosesha serikali mapato. Nelson Munema ameandaa taarifa ifuatayo. Vitoyo hivyo vidogo vimelalamikiwa na wananchi wa sehemu mbalimbali jijini Dar es Salaam kwa kuleta usumbufu katika maeneo ya shughuli za watu kwa sababu ya kukosa maegesho rasmi kwa kuwa havijasajiliwa, huku madereva wake wakiwa hawana leseni. Hata wale wanaoendesha kwanza unakuta hawana leseni, lakini pia hawana weledi wa udereva kwa sababu vile havina usajili wa kutosha. Kwa hiyo tuangalie namna ya kuvisajili. Lakini hizi toyo zimekuwa ni changamoto kubwa kwa sababu wao ndio wanafanya kazi, alafu na mapato hawalipii na toyo hazijasajiliwa. Kwamba zinakuwa tu zipo mtaani na hazijasajiliwa, dereva hana leseni. Lakini je, nani mmiliki wa vyombo hivyo? Anayevimiliki hivi vinani bwana, tunashindwa kuvielewa. Watu washavitoa mikataba wengi, ndio maana vinazidi kujaa. Nao vijana wadogo wanaoendesha toyo hizo wamekiri kukosa leseni, huku wakitakiwa kupeleka shilingi 12,000 kwa siku kwa mmiliki kwa mujibu wa mkataba wao. Kuna mkataba, kuna hesabu. Unaamua peleke mkataba au peleke hesabu. Ila mimi napeleka hesabu. Hazina. Hapa nimejifunza hapa. Kama ajali. Hivyo tunasave. Pia usajili ni bora kwa sababu vikiwa na lesson itakuwa vizuri zaidi. Kwa sababu nyanyaso wa barabarani hatutopata tena. Alafu havijawekewa masharti kwa visiendeshwe. Ndio maana najiamini kuendesha. Kwa sababu ya kusababisha adha kubwa kwa wafanyabiashara katika soko kuu la Kariakoo, Channel 10 imemtafuta kiongozi wa jumuiya ya wafanyabiashara ambao wamesema changamoto hiyo wamewasilisha serikalini na wanasubiri majibu. Ikiwezekana wavisajili kwa sababu wanaovitumia ni Watanzania wenzetu, ni vijana ambao kimsingi hawana ajira, wanajipatia vipato vyao vya siku. Nilikuwa nafikiri kwamba wavisajili. Wakisha visajili kwa maana ya kuvitambua,
wavitengee eneo. Kwa mfano kule Mnazi Mmoja kwa maana ya Ntogoro pale kuna eneo kubwa sana, wavisajili, wavipange pale. Channel 10 imegonga hodi kwa mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo ambaye ameeleza hatua ambazo serikali imechukua ili kutatua changamoto hiyo. Tunaenda kushirikiana na taasisi zote pamoja na wadau wenyewe na wale wanaoviingiza au wale wanavyoviunganisha hapa Tanzania. Tuone nini tunakwenda kukifanya kwa ajili ya kuona kwamba vitu hivi viwe vitambulike sasa kisheria, hata maeneo wanayoegesha yatambulike pia kisheria, na wale wanaoendesha waweze kufanya shughuli hizo kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ametembelea kituo cha kuhifadhi data kilichopo Kijitonyama jijini Dar es Salaam kwa lengo la kujionea utendaji kazi wa N-Card ambayo inatumika kwenye vivuko, Kigamboni, mwendokasi na katika viwanja vya mpira, ambayo serikali inataka itumike katika maeneo mbalimbali ya manunuzi na huduma zingine. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya waziri mkuu kukagua mfumo wa N-Card, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia Habari Jerry Silaa amesema lengo la serikali ni kuhakikisha kadi hiyo iwe jamii card ambayo itaunganishwa na mifumo mbalimbali ya kifedha ili kumuunganisha Mtanzania kupata huduma mbalimbali za kifedha kupitia kadi hiyo. Kwa tumekuja kumuonyesha Mheshimiwa Waziri Mkuu kazi kubwa iliyofanywa na serikali hii kwa maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mradi wa Digital Tanzania Project kwenye N-Card ambayo inaenda kuitwa Jamii Card, ili Mtanzania huko tunakokwenda awe na kadi moja. Ile kadi aweze kuingilia mpirani, apande feri, apande mwendokasi, apande SGR, afanye bidhaa mbalimbali. Jamii Card yetu itakuwa ni replica ya Visa Card ama Mastercard kimataifa. Waziri Silaa amesema hatua hiyo ni uwekaji mkubwa uliofanywa na serikali katika mkongo wa taifa ambao unaunganisha mawasiliano na kuifanya mifumo ya mawasiliano iweze kusomana. Serikali na serikali kujiunga pamoja kwenye mfumo mmoja ili kupunguza gharama za serikali, kwamba kila mtu awekeze kwenye server, kila mtu awekeze kwenye cooling system, kila mtu awekeze kwenye UPS, kila mtu awekeze kwenye mfumo. Sasa tuna taasisi karibia 900 za serikali, gharama hiyo itaibeba Mtanzania. Lakini mwisho wake ni kwamba utataka mwananchi abebe kadi ya mwendokasi, abebe kadi ya SGR, abebe kadi ya feri, abebe kadi ya manunuzi, atakuwa na kadi ngapi? Lakini kwa kadi moja ambayo itakuwa ni physical card, lakini pia itakuwa ni visual card. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania, jaji mstaafu wa Mahakama ya Rufani Mbaruk Said Mbaruk amewataka watendaji waliochaguliwa katika zoezi la uboreshaji wa daftari awamu ya pili kutumia lugha njema kutekeleza majukumu yao. Tupate taarifa zaidi. Makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya Tanzania ametoa kauli hiyo wakati akifungua mafunzo ya vitendo kwa watendaji wanaotarajiwa kuwa sehemu ya maafisa uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura awamu ya pili ndani ya wilaya mjini. Ni vizuri kuwahudumia watu kwa upole, sio kwa ukali. Jitahidini sana watu wanaokuja ili mwahudumie kwa upole. Kwa hiyo jitahidini, mkijitahidi nyinyi kwa kweli itakuwa vizuri. Muandikishe watu wengi iwezekanavyo. Ramadhan Abdalla Bakari, afisa uandikishaji wilaya mjini Zanzibar, anasema zoezi la uboreshaji wa daftari litaenda sambamba na uwekaji wazi wa taarifa za walioandikishwa awali. Zoezi linawahusu wale wapiga kura ambao wanataka kuboresha taarifa zao. Lakini zoezi hili pia linakwenda sambamba na uboreshaji pamoja na kuweka wazi orodha za wapiga kura ambao wamejiandikisha awamu ya kwanza. Kwa mpiga kura sasa anao fursa ya kwenda kwenye shehia 56 katika kituo ambacho amejiandikisha awali. Kama ameona taarifa zake hazikunakuliwa vizuri, ana changamoto yoyote, basi sasa anapaswa kwenda katika shehia yake husika kwa ajili ya kuboresha zile taarifa zake na kufanya marekebisho katika daftari la kudumu la mpiga kura. Maafisa uandikishaji na uboreshaji wa daftari la mpiga kura awamu ya pili wanaelezea namna mafunzo hayo yatakavyowasaidia katika utekelezaji wa majukumu yao. Baada ya kupata mafunzo leo hii tumejipanga vizuri katika uandikishaji. Pia tutahakikisha wale ambao wote hakupata sifa ya mwanzo katika kujiandikisha mara hivyo tuandikishe, na wale ambao watakuwa na changamoto zozote kwa daftari la mwanzo pia
wana fursa ya kupata kuja kurekebisha taarifa zao. Na ndo hapo panapo msingi wa kazi, lazima wapewe mafunzo, wawe na uelewa wa mafunzo ili wakajenge umahiri na tuweze kupata kile ambacho tunatakiwa kukipata. Na kimsingi kwamba watendaji hawa ni wale watendaji ambao tayari walishafanya hii kazi, kwa hiyo tunaamini kwamba wana uelewa wa kutosha kwa kile wanachotakiwa kwenda kukifanya. Zoezi la uboreshaji wa daftari la mpiga kura awamu ya pili linatarajiwa kuanza kesho, kumalizika tarehe 22 ndani ya wilaya Mjini, mkoa Mjini Magharibi Unguja. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Kwingineko, shirika moja lisilo la kiserikali la wakfu la kiutu la GHF linaloungwa mkono na Marekani limesema litaanza operation ya kusambaza misaada ya kiutu huko Gaza mwezi huu. Shirika hilo la wakfu wa kiutu wa Gaza GHF limetangaza litaanza operation hiyo katika ukanda wa Gaza kufuatia mazungumzo na maafisa wa Israel baada ya Israel kuzuia misaada kuingia Gaza tangu mwezi Machi mwaka huu. Shirika hilo sasa limeomba Israel kuhakikisha kuwepo kwa usalama katika maeneo ya kusambaza misaada hiyo, na Israeli kaitikia mwito huo. Ukosefu wa chakula na madawa vimeifanya hali kuwa mbaya zaidi Gaza, ikiwa Israeli imepuuza onyo la Umoja wa Mataifa kwamba Gaza huenda ikakumbwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na taarifa yetu ya habari. Tutakuwa naye Salma Shabani kwa habari za biashara na uchumi. Tafadhali baki nasi.